Ikiwa kwa haya au yale ya nyuma utaona ubaba ndani yangu, na ikawa kwa namna yoyote, anyway, chana nayo, kwa sababu kuna mahali umekataa sana kuitwa kijana. Sawa. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Kama sijakosea, nadhani jina ni Jacob Steven. Kama sivyo ni hilo inaitwa Huduma ya Kristo, ambayo mara nyingi tukisearch Google inaweza kupatikana, inapatikana kirahisi. Hata hivyo, nataka niseme kwamba ni kusema yale niliyosema juu yako ni kama nilikuchokonoa tu. Nilikuwa nimetaka kuona moyo wako, wewe ni nani, umetoka wapi. Inawezekana sikuhoji yote yale, lakini ilikuwa ni njia ya kujua, na kwamba ni kama kuna kitu nataka kutokea, kuna namna nataka kutokea duniani. Kitu ni kama kiko moyoni mwako kinataka kutokea. Sasa akina sisi wakati mwingine ni vema tuweke kitu cha aina hiyo ili tukujue kuna misingi kiasi gani ya kusimamia hicho ambacho ulitaka, ama tulikuwa tunahisi ama tunahisi kinaweza katokea na kuonekana. Lugha rahisi, kitu ambacho nimenote ni kwamba huna msingi mzuri au mkubwa sana wa maandiko, moja. Lakini mbili, unaonyesha ni kama huna msingi mzuri wa malezi. Ni wajulishe nyie wengi ambao mumeanza imani karibuni hapa, sehemu kubwa mumehubiriwa ama mumewaiga wahubiri wenye nia ovu. Lakini yani mumeanza imani, mmeanza uhubiri mkiwa mnawatazama wahubiri wenye nia ovu, wahubiri wengi wao ambao hawana mahusiano kabisa na Mungu. Sasa pana vitu vingi ambavyo umesema mnamo clarify. Kwanza, umeonekana kutibuka. Yani hapo sasa na maandiko hamna hata ulilokuja kusoma, umesoma la kuliokota popote tu, yani popote kikubwa umesoma, lakini sehemu kubwa kubali tu kukosea, kubali, sema tu nimekosea, sema. Sasa nikubali tu kukosea, si nionyeshe kosa? Haya, kuna mambo umesema uwezo kutumia maandiko yote kwa kuwa tu yameandikwa. Kwa kuwa Yesu alimuita yule mwanamke, siwezi kuwapa mbwa chakula cha watoto, kwa hiyo na wewe utumie hilo kwa sababu limeandikwa. Alimuita mbweha, utumie hilo. Alimuita Herode mbweha, utumie hilo kwa sababu limeandikwa. Aliwaita wana wa majoka, enyi majoka, wana wa majoka, Mafarisayo, wakuu makuhani, tutumie hilo. Hatutumii kila kitu kwa sababu kimeandikwa. Haya, nataka hapa, inawezekana si kujibu, na kama utahisi na kujibu basi umeshinda. We jua tu sitashindana. Yani sidhani kama nitakuja kurudia kutoa klipu nyingine juu yako. Nimekujua, yani nimejua. Hata kama sasa kuna vitu utakuwa unafanya. Najua hapa karibuni nimefanya ziara ya kukutana na watu mbalimbali nao, na ni kama ni upcoming. Sasa kuna ambao nimeenda kuthibitisha kwamba kweli huyu ana mshindo mkubwa mbele, lakini kuna ambao nimejua hafiki kokote kwa sababu ya msingi wa maandiko, lakini msingi wa amezaliwa na nani. Kwa hiyo nilikuwa na kujua tu, kwa hiyo sidhani, ila nikuongezee sasa. Nataka nikuonyeshe ukongwe wa maandiko, lakini pia ukongwe
ilivyo na nguvu sana, inavyoweza kukupa msingi imara, backup kubwa, ikiwa unaweza ukawa na malezi sahihi. Kwanza ufahamu, hautakwepa mtu imara nyuma yako. Hautakwepa mtu anayeweza akawa msingi wa imani yako. Ibrania 13 mstari wa 7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Kwa hiyo kuna haja waweko watu ambao walikuongoza, ukachunguza sana mwisho wa mwenendo wa imani yao, uige imani yao. Lakini nyie vijana, sidhani kama mnaweza mkatokeza mkasema baba yangu aliyenilea kanifikisha hapa ni huyu, anafananaje? Okay, kuna wababa ambao walikuwa vizuri nyuma lakini baadaye wakapoteana. Lakini somehow ukirudi hata uangalie walivyokuwa wakati ule walipokuwa vizuri, kuna mbegu unaweza kuona na kweli huyu ametokana na mbegu hii. Sasa kutaja mimi ambaye nimetokana naye, wanaonifahamu kwa nyuma wanajua na wanamjua toka miaka ya 83 na 4, hata wakina Maboya yashaka wanamfahamu huyu ambaye mimi nilitokana kwake, na wanafahamu misimamo yake, imani yake kwa Mungu na alivyokuwa. Maisha gani aliishi wakati ule, maisha gani naishi sasa, hayo tuachana nayo, lakini mimi nina misingi ambayo inawezekana imenipa nguvu hii nilio nayo. Sasa niingie kwenye msingi wa kimaandiko. Kuna andiko ambalo umekoti katika Mathayo 22 mstari wa 9, kama wapotea kwa sababu yamejui maandiko na uwezo wa Mungu. Yaani umekimbilia sana kwenye uwezo wa Mungu. Kimbilia sana kwenye uwezo wa Mungu, lakini kimsingi hapa penye hamu ya jui maandiko, mimi nimekuta kwenye harakati zako na hakuna maandiko ambayo yana match unachokiongea. Yaani kwamba mtu atatubu kwa sababu tu wewe umemwambia tubu sasa, tubu. Tunatubu tukifanya mabaya. Haya unasema hatuwezi tukasema tu kwa sababu yameandikwa. Mke wako imeandikwa asihubiri, yote nitakujibu. Mke wako imeandikwa asihubiri, mbona nahubiri? Yesu aliposema watu mbwa, aliposema majoka mbweha, kwani nasi tuandike? Unasema alitumia tope, alitumia mafuta, kwani ndo tuyatumie? Mimi hakuna kitu ambacho kimewahi fanya kazi kwenye Biblia kimewahi tumiwa kwa nia njema huwa anakipinga, na katao anapinga kisitumie kama hirizi. Kwa maana gani? Kisionekane kitamsaidia mtu atendaye mabaya bila kuacha mabaya yake. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa mimi napinga kinapotumika kama hirizi. Kwa hirizi kwa maana mbili. Maana ya kwanza, mhubiri naye kitumia na muaminisha mtu kwamba hata utendeje dhambi, ukipakwa mafuta haya, ukifanyiwa kitu fulani kinachofanana na matope au matope, basi wewe utabarikiwa, utakuwa salama wakati mtu anafanya mabaya. Lakini jambo la pili ni hirizi. Kwa namna gani? Huyu mtu sasa hana wajibu wote wa kuangalia anafanyaje mbele ya jamii. Anachoangalia ana mafuta, ana maji, ana keki ya upako, ana kitambaa, ana nini. Hiyo ni hirizi, ninaita makorokoro. Lakini mafuta yakitumika kwa wenye akili ndogo, huku wakiwa wanapinga na kukataza mabaya, na akatumika sio kama hirizi, kwa namna niyo tafsiri hapo, na shida. Sasa kuna maandiko tu, kwa kuwa limeandikwa lazima tulitumie. Hapana, haujui uwezo wa Mungu. Sasa ngoja mimi nikujulishe maandiko, ndio utauona na uwezo wa Mungu, ama ndio utaelewa na maana ya uwezo wa Mungu. Katika Timotheo wangapi wa pili sura ya 3 mstari 15 na 16.
Inasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki. Ukisikia kuongoza, manake kuiga. Kuongozwa ni kufuata ilivyofanywa. Sasa pengine mgogoro wako uko kwenye amna, haiwezekani Mungu akutume umwonye mtu. Wewe je, itakuwa vizuri mke wako akikwambia mbwa wakati umekosea, au waumini wako au mhubiri yoyote? Jibu, ikiwa nimefanya kitu cha umbwa, nimefanya kitu cha unyoka, nimefanya kitu cha umbweha, nikichukia nitakutana na matokeo yake mbele, kwa sababu kila upandacho utakivuna, huwa kinavunwa. Nikichukia. Ndio maana mwanamke yule aliyesema, Yesu akasema siwezi kuwapa watoto chakula cha mbwa. Mwanamke yule alikubali, sema kweli mimi ni mbwa, lakini mbwa nao hula makombo ya watoto miguuni pa bwana zao, makombo yanayodondosha yanaacha na watoto. Yesu akasema imani yako ni kubwa. Hitaji uliokuwa unaomba mwanao amepata, ulichokuwa unataka angepata. Kwa hiyo awe mke, awe mhubiri, awe nani, nikifanya cha kiumbwa, nikifanya cha kinyoka, unafanya jambo lenye makusudi ya mtu apate madhara na hasa ya kifo, ni nyoka. Nikifanya cha kinyoka, cha kimbweha, wanachofanya viroboto, nimekwambia yametumika majina ya wanyama. Yesu ametumia majina, enyi nyoka wana wa majoka. Yohana ametumia nyoka wana wa majoka. Yesu ametumia, kamwambia ni yule mbweha mfalme Herode. Yesu ametumia siwezi kuwapa chakula cha watoto nikampa mbwa. Yametumika hayo kwa sababu aina ya maisha ya wahusika yamekuwa maisha yanayofanana na wanyama hao. Kwa hilo sio tusi, ni sifa, na mhusika huyo anatakiwa afanyie kazi jambo hili ili abadilike. Na ukumbuke nimekwambia kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, lafaa kuongoza watu. Hakuna andiko ambalo lipo tu hapa. Sasa baadhi ya uliotoa challenge, ngoja nikufafanulie. Umesema Yesu hata kama alisema hayo aliitwa wito wa laana. Je, na wewe umeitwa wito wa laana? Ni watoto, si mnafundishwa na nani? Yesu aliitwa wito wa laana. Wewe umeitwa wito gani? Mnaitana wito gani? Waliokuita, aliyekuita, ulivyojiita, amekuita wito gani? Wa baraka, wa ushindi, wa mafanikio, wa kwenda Ulaya, wa utajiri, wa wachumba, wito mlioitwa. Ngoja nikujulishe. Katika Yohana mtakatifu sura 14, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu akija kwa Baba, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mimi njia, mimi ni formula, mimi ni principle, mimi ni namna ya watu kwenda kwa Baba. Hivi ninavyoishi ndivyo mnavyotakiwa kuishi. Yote ninayosema, nasema niaminie mimi, acha nisome hiyo Yohana 8, niaminie mimi kazi zote nzifanyazo atazifanya, naam hata kubwa kuliko hizo. Yesu ni njia, ni namna, ni mbinu, ni principle, ni mfumo. Hakuna wito zaidi ya wito ambao aliitwa Yesu. Kama aliitwa wa laana, basi mimi nimeitwa wa laana. Kama ulikuwa baraka na kuokoa, nimeitwa wito huo.
Ila nikujulisha tu, nimejua kwamba siweje, ni nguvu ya soda. Yani sikutaka ningekukwaza kidogo hapa kwenye hii clip, sikutaka ningekukwaza, lakini najua kweli maneno naweza kuweza kutumia, unaweza sifurahisha nayo, lakini situmii maneno ambayo yani ni misingi aidha ya ulizaliwa na nani kiimani, aidha umeanza uhubiri ukiwa una misingi mikubwa ya maandiko. Na maandiko kama unayajua uliyasoma tu, sio umeyaishi. Sababu ukiyaishi yanabadilika hata tafsiri yake, kwa sababu yana vionjo vyake, yana maumivu yake, yana mahali yanakupitisha ili litimie lile andiko. Kuna namna mwili wako utafanywa, fahamu zako zitafanywa, hutapenda andiko hilo liwemo kwenye Biblia. Ukiliishi, hapo ndipo unakuwa na maana halisi. Lakini sasa sema wewe hauko upande wowote, uko upande wa Mungu tu. Hata mimi sikusema wewe upande wa binadamu aliye wa aina yoyote. Nimesema chagua upande wa kulia au wa kushoto, wa Mungu au wa shetani. Ukichagua upande wa Mungu utawakuta watu wa Mungu. Ukichagua upande wa shetani utawakuta watu wa shetani. Kwa hiyo sema chagua upande wa binadamu yoyote, aidha Mbarikiwa au Bashando au nani yule au nabii wa ishara. Angalia mwanadamu aliye upande wa Mungu. Ila ukisema wote si tuko upande wa Mungu, hakuna siyekosea, hakuna siyekosea, wote si tunakosea, Mungu tufichia, mimi hakuna, na mimi nategewa na ngojewa malangoni na kila namna. Mimi nimeletewa pesa za moto kwa namna mbalimbali. Mimi sijaikuua mtu, sijaikuzini tangu niokoke mwaka 2000, miaka 25 sasa. Sijaikuzini, nimekuja kuoa mwaka 2009. Sijawahi kuzini, sijawahi kutoa rushwa, sijawahi kuchukua rushwa, sijawahi yani sijawahi. Na hapa hasa kwa hii miaka ya karibuni ndo nasubiriwa kwa kila namna, haja akosee tu tupitie hapo. Ndio maana wanasema hata utakaposikia nimekosea kwa sehemu kubwa, nilitabadilishwa lifanywe nimekosea. Lakini katika Zaburi imeandikwa watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora. Katika Zaburi, nisome hiyo Zaburi 16 kama sijakosea hapa. Zaburi 16 kama sijakosea hapa, nikusomee. Andikwaje? Mstari wa 3, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu wapo. Anyway, ni kwa kiwango gani Mungu amesema, lakini kwa kiwango hiki mnachoita kila mtu ni mkosa, kwa makosa nayo waona nayo, mimi sijamdhulumu mtu, sijajipatia mali yoyote kwa namna ya dhuluma ya ujanja. Nafanya kazi kwa mikono yangu. Zaidi ya hiyo, mimi nawezesha waumini wangu mali. Nimewajengea nyumba, wanakaa bure. Mimi nyumba niliomo na namoishi ni kawaida sana. Wapo na walipia kodi, wapo. Kwa hiyo mimi situmii. Wapo ambao wanawapa mitaji na wanunulia simu. Mimi kanisa silitumii kujinufaisha, kanisa natumia kunufaisha watu wengine. Nikujulishe, watakatifu wapo, wala sio Mungu naye. Mimi hakuna naye nifichia. Hakuna naye nifichia, na imeandikwa fichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atapata rehema. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 15. Bali kama yeye
aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Sasa jana Mungu tu ndo anayetufichia. Hakuna mtakatifu hapa. Mmeokolewa vibaya. Yaani mmeingia sehemu kubwa, mmepokelewa na majambazi kwenye imani. Mmepokelewa na majambazi, kwa hiyo mmewafundisha ujambazi. Nikujulishe tu kwamba kwa nilivyo kuchokonoa hapa nimekufahamu. Yaani nimekufahamu. Kumbe hata yale yuko hapa. Atakuwa wapi? Lini? Kikitokea nini? Atakuwaje? Nimeshafahamu. Ikiwa kwa haya au yale ya nyuma utaona ubaba ndani yangu, na ikawa kwa namna yoyote, anyway, chana nayo, kwa sababu kuna mahali umekataa sana kuitwa kijana. Sawa. Kwa nini wewe umeoa wakati Yesu hakuoa? Haya, sikia, huyo Yesu alisema yafuatayo. Yesu alisema yafuatayo katika Mathayo 19, na nakubaliana na napenda sana, lakini wewe jua ametoa option. Kuna mambo tunamwiga moja kwa moja, kuna mambo anaona hata ukifanya hakuna tatizo. Kwa mwenyewe mwanzilishi amesema hivi katika Mathayo 19 mstari wa 12, maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao, tena wako watowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi, tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokea. Awezaye kulipokea. Unapotaka kuwa towashi kama Yesu alivyokuwa, kama unaweza lipokee. Ukitaka kulielewa hilo andiko vizuri, nakusomea Korinto wa kwanza sura ya 7. Korinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 28. Lakini kama ukioa huna hatia, wala mwanamwali akiolewa hana hatia. Lakini watu kama hao watakuwa na dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia hayo. 29. Lakini ndugu, nasema hivi, muda ubakio sio mwingi. Basi tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana, na mengineyo yanaendelea. Kwa hiyo kuwa na mke si tatizo, ukioa si tatizo. Lakini utakapokuwa na mke, ishi kama hunaye. Kimbia kama kijana binti ambaye hajaoa, kijana ambaye hajaoa binti ambaye hajaolewa. Kimbia kuliko hata kijana huyo. Sasa huyo Yesu ambaye hakuoa alitoa option za aina hiyo, na tunaoweza tukaelewa hata tukiwa tumeoa, basi ni tumeoa ili kurahisisha. Wakati huo tulifikiri hivyo na imesaidia sana. Wakati mwingine unapoongea na mabinti ofisini, mkeo hayupo, ni rahisi sana kupewa kesi ya ubakaji. Kwa hiyo wengine imetuprotect kwa viwango kama hivyo, kwa habari ya kuzaa mtoto na kuoa kwa mwanangu. Nadhani hayo ni mambo ambayo Mungu ameruhusu, na mpaka sasa natafuta suluhisho ya kwamba nisibaki katika uchungu huu. Kama hiyo ni sherehe kwenu, wakati mwingine mkiona tunakuonya usikii, basi tunaanza kufurahi, na kuna shida. Ila kusema tubu, tukwambia tubu, shuka.
Watoto, tushuke chochote sasa. Kikionekana, mishawaambia kuna watoto hushauriki wewe. Hakuna mtu aliye na hatua yoyote ya mafanikio ama hatua yoyote yenye kushawishi jamii, yenye ushawishi, si zao la kushaurika. Hakuna mtu ambaye anajiendea tu anavyotaka, yeye mwenyewe anavyojua, alafu akawa na maisha yenye ushawishi katika jamii. Kwa ukimwona Mbarikiwa, hata kama kuna mambo unajua Mbarikiwa hajaokoka, unajua Mbarikiwa sio mtu wa Mungu, lakini kuna mambo kadha wa kadha unaona kafanikiwa, ana hatua za hapa na pale, jua ni zao la mashauri, maelekezo, maonyo, makemeo, mafundisho. Narudia tena, hakuna mtu mwenye hatua ya ushawishi, ana namna zenye ushawishi katika jamii, si zao la kushauriwa na kuongozwa. Kuna mtu anaweza kaenda peke yake hivi, asiulize njiani, asikosolewe kwamba umepotea, hii njia haiendi ulikokuwa unaenda, akawa na maisha yenye ushawishi. Sasa ila hakuna mtu mwenye hatua kubwa katika maisha aliyeshauriwa na kila mtu. Nadhani nimepinga sana. Naita mwalimu, kwa nini mimi ujui watu ndio wasaidia? Maelezo yako pale pale. Kwa matunda yao utawatambua. Kama wewe ni mwalimu, onyesha wanafunzi waliofaulu, wana matendo mema, waonekane. Tena sio hata waonyeshe, waonekane ili liwe zao, watu waseme hao watoto wa Hebron. Yes, nani sio Jacob nini Steven sio, kama sikosea kitu cha aina hiyo. Jacob Steven Jacob sio. Onyesha hayo. Onyesha ama onekane mtu aliye hatua yako. Huo ndio walimu. Sasa sio ndio hii mlio na walimu barabarani, ni mwalimu miaka yote. Maraya wanaendelea na umaraya wao, ni mwalimu. Wanaenda kwa waganga, ni mwalimu. Wanavaa, wanajilembu, tafikiri majini, mwalimu. Hawabadiliki chochote, ni mwalimu. Unajua kuna kuvua samaki kwenye bwawa, unawatupa baharini, unawatoa kwenye mto, unawatupa ziwani, unawatoa nako, ni kuvua. Ni kuvua. Tuna mwalimu asaishi, hatoi zoezi, hatoi adhabu, hakemei. Mwalimu ufundisha tu, mmeandika, mjaandika, mmeandika sawasawa, mjaandika sawasawa, mmepata, mjapata, ufundishaga miaka yote. Ni mwalimu. Dunia inamjua na usimguse mwalimu. Lakini mimi wanaambia mwalimu, naongea na roho yako mwalimu sio huo mwalimu. Ni mwalimu, lazima mwalimu ufundisha wanafunzi, huwa anakuwa na fimbo, lazima wachape wanafunzi, kama sio kuwachapa wakemee, kama sio wakemee atoe zoezi, kitoa zoezi asahishe, atangaze walio pass na walio feri, wao matunda yaonekane. Tuna mwalimu. Na nyinyi nadhani ndio mnapendaga mkiona mtu ameshakuwa mwalimu, injilisti, mtume, na nyinyi mnaanza hilo bila hata kuelewa, pengine mnaiga hata mtu ambaye wala hata hana hatua yoyote ya maana zaidi ya kupata utukufu kwa wanadamu. Na ukimgusa cha moto nakiona. Na mara umesema mke wako kwa nini anahubiri? Kama Biblia si imesema mwanamke asihubiri. Ndio hii sema ielewe maandiko na uwezo wa Mungu. Sasa hapa chukua moja wapo. Biblia imesema mwanamke asihubiri, si ndio? Haya, hebu chukua na hili, ongezea na hili. Zaburi 68. Ongeza na hili. Biblia wakati mwingine ili uelewe unatakiwa uwe na taarifa za kutosha kutoka upande A na upande B. Hapa amesema usihubiri, hapa anasema wahubiri. Nia yake ni nini? Anawaambia wanawake wepi wenye
Sababu wanawake wakati mwingine hata nyewe ambao tu unakuta una suruali na wewe utakuta ni mwanamke kwa namna moja nyingine. Anyway, wanawake wapi? Tusome Zaburi 68 mstari wa 11. Bwana analitoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Wafalme wa majeshi wanakimbia. Na mwanamke akae nyumbani agawa nyara. Bwana analitoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Wanatangaza habari sio za Mungu. Sio za Mungu. Sio za Mungu sasa. Wacha kusoma Agano la Kale. Nikwambia sasa nini? Nakuonyesha tu ubaba ama msingi imara wa maandiko. Twenda Agano Jipya. Agano Jipya, Tito 2 mstari wa 3. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Bila shaka unafahamu wazee ni wasimamizi wa makanisa. Na bila shaka watafundisha. Sasa hili lipi ndio lipi? Hilo la mvinyo. Nikwambia kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Utegemea unalifundisha lini, wapi, ili kujenga nini? Mvinyo kwa dhambi. Anyway, mshauri mwingine anakuja sema hata kama Petro anasema mnasema kunywa mvinyo wakati wa asubuhi ni anasa, Paulo anamwambia Timotheo tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya maradhi aliyoko tumboni mwako. Paulo huyo kuna mara amesema lakini msitumie mvinyo bali mjazwe Roho. Na pia nasema inaweza isiwe dhambi, lakini kitu ambacho ni rahisi sana kukufanya utende dhambi sababu ya maamuzi utakayokuwa nayo baada hapo. Na vitabu vingine sasa vimeeleza athari za mvinyo. Ndio maana mwisho wa siku watu wa Mungu wenye busara walifika tu mara kusema hapana, hiki kitu na tukiite dhambi, na ukumbuke imeandikwa ilofungwa duniani na mbinguni imefungwa. Kuna vitu Mungu ameviacha kwamba kinapokuwa na madhara katika jamii fulani, hiyo jamii inaweza kukiweka pembeni. Maana kuna wakati hatuli chakula cha aina yoyote kwa sababu kuna namna tunajisogeza kwa Mungu, na ukila inakuwa ni dhambi kwako, lakini ukumbuke kula chakula sio dhambi. Pombe, mvinyo tumeweka pembeni kwa sababu ya kile ambacho unaweza kukuta mtu analopoka, hata ni mhubiri analopoka tunakuua. Si ushamuona mzee wako mzee fulani hivi? Si ushamuona siku ambayo ni kama alipiga tungi la kutosha? Ulimuona aliyokunya kupitia mdomo? Umetukana tena hapo. Mwanzoni uko tu hujatukana, unatukana tena. Alinyea mdomo baba yako fulani hivi alipoonekana amepiga tungi. Mwisho nasema watumishi wa Mungu wote Tanzania, sisi ni mwili wa Kristo. Sikia, mwili wa Kristo hauunganishi na makahaba, hauunganishi na matapeli, hauunganishi na walagai wahuni. Mwili wa Kristo kwanza sio kusema Yesu. Mwili wa Kristo ni tabia za Kristo. Ni mwili mmoja sisi. Kama tutakuwa na tabia mojawapo ambazo Kristo ameziishi, zinapoonekana kwenye miili yetu na maisha yetu, ndo tunafanya mwili kwa Kristo. Lakini ukidhani kila anayesema Bwana Bwana humo barabarani ni wa Kristo, utaambatana naye, basi kuna tutakalo shuhudia. Nenda kaambatana na kila mtu. Wewe ni wa Mungu, au wanadamu wote utawaunga mkono. Utatambua yupi yuko sahihi, yupi hayuko sahihi. Kikubwa ishawahi kukusanya manabii au kukusanya matapeli, wakapanga mbinu za kutapeli. Kwa jina la Yesu ni watumishi wa Mungu. Ni kweli imeandikwa vyote ni vitumishi vya Mungu, lakini kuna vinavyoweza kutumika na kutupwa. Umeshinda.
Sidhani kama kuna namna utanijibu nitakujibu tena. Sidhani, sijui utanitumia lugha gani. Sitakujibu tena. Lakini sikudhibiti usijibu, usifafanue chochote. Ila huenda tukifafanua sitasikiliza. Sio kwamba nina kiburi sikoje, hapana. Nimekufahamu. Niwezaje kusema hauko mbali na ufalme wa Mungu? Kwa inawezekana hata wakati mwingine kafaa kwa jambo fulani, lakini kama kuna mambo ambayo kwa namna ninavyofahamu yakifanyika, anyway, inatosha. Asante na hongera kwa kunisikiza. Yote unisikiza najua umejengwa. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa ama fae katika Bwana tangu sasa. Baada ya kupumzika mara baada ya taabu yake, tazama Mungu mwenye haki, Mungu mwamuzi wa mwisho yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.